Habari, karibu Dreamstart Labs. Baada ya kuandaa wasifu wa kikundi, kwenye video hii nitakufundisha namna ya kutunza katiba ya kikundi kwenye mfumo wa DreamSave. Kwa hatua ya kwanza tutaminya katiba. Hapa inabidi uchague chaguo sahihi kwenye upande wa akiba. Kumbuka, baadhi ya vikundi wanatumia maneno tofauti kama mbadala wa hisa. Kwenye mfumo wa DreamSave tutatumia hisa na baada ya hapo utaminya ijayo. Kumbuka pia inabidi uwe makini na hatua hii, maana ukifanya makosa inaweza kuathiri taarifa za salio la kikundi. Inabidi kuweka thamani ya hisa, hii ni gharama ya hisa moja kwa shilingi za Kitanzania. Pia inabidi kuseti kiwango cha chini na cha juu cha kununua hisa kwenye mkutano. Nimeweka thamani ya hisa 2000, kiwango cha chini 1 au samaki 1 na kiwango cha juu 5 kama samaki 5. Bonyeza kiboksi kama kikundi chako hakina kiwango cha juu ama cha chini cha ununuzi wa hisa. Ukikamilisha utaminya ijayo. Tunakwenda kwenye kipengele cha mikopo. Kipengele hiki tayari unakuwa umeshawekewa mara 3 jumla ya akiba ya mwanachama. Kiwango cha mikopo ni kiasi gani? Ukimaliza chaguo lako utaminya ijayo. Tunakwenda kuangalia namna upatikanaji wa riba. Hapa inabidi kuweka namna riba itakavyokuwa inatolewa kwenye mfumo. Ikiwa ni riba ya mara moja au ikiwa ni riba ya kila mwezi. Kwenye video hii nitachagua riba ya kila mwezi. Hapa tutachagua kama ni riba ya mwezi inayopungua au ni riba ya mwezi ambayo haibadiliki. Mimi nitachagua riba ya mwezi ambayo haibadiliki. Kumbuka, unaweza kubonyeza onyesha mfano kuona mfano namna riba inavyokokotolewa. Baada ya hapo utaminya ijayo. Tunakwenda kwenye muda wa mkopo. Kumbuka, chagua miezi yote ambayo mtaitumia kwenye muda wa mkopo. Mfano, kama kwenye kikundi, kuna mwanachama ambao wanachukua mikopo kwa miezi 2 na 3, chagua miezi yote 2. Chagua muda ambao wanachama wataruhusiwa kuchukua mikopo. Unaweza kuchagua miezi zaidi ya 1. Ukitaka kuwa na mkopo wenye muda mrefu zaidi ya mwaka, unaweza pia kuongeza kipindi. Baada ya kuchagua hapo, utaminya ijayo. Tunakwenda kuweka kiwango cha riba. Kwa kila muda wa mkopo uliochagua, uweke riba yake. Inaweza kufanana au ikawa tofauti kutegemea na makubaliano ya kikundi. Kwa hapa nitaweka 10% kwa miezi hii 3 na nitasema ijayo. Kipengele kinachofuatia ni kuweka taarifa za watia saini. Chagua kama mtahitaji watia saini zaidi ya 1 kwa ajili ya mikopo. Mimi nitasema ndio, nataka watia saini na nitawachagua watia saini 2 ili waweze kuwa watia saini kila mwanachama anapochukua mkopo. Nitaenda ijayo. Tunakwenda kwenye kipengele cha mfuko wa jamii. Hapa utachagua kama mfuko wenu wa jamii una kiasi kinachobadilika au kisichobadilika. Kumbuka, kama ukichagua kiasi kisichobadilika, wanachama watalazimika kuchangia kwa lazima. Ikitokea mwanachama amepungukiwa wiki hii, kiasi kinachobakia kitapelekwa wiki ijayo. Na kitajumlishwa na kiasi cha wiki ijayo pia. Kwa kiasi kisichobadilika, inabidi tuweke kwenye mfumo kiasi cha malipo ya kila mkutano. Nitaweka 1000. Huu ni mfano, baada ya hapo nitasema ijayo. Kipengele kinachofuatia ni mifuko ya ziada. Kumbuka, unaweza kuongeza mifuko ya ziada kama mfuko wa sherehe, mfuko wa bima na kadhalika. Hii ni hiari na unaweza kuchagua mfuko ambayo tumekuwekea kwenye machaguzi au unaweza kutengeneza mfuko maalum kwa kuupa jina.
Unaweza kuupa jina kwa kubonyeza mfuko ongeza na ukaweka jina la mfuko hapo pale mnapokuwa mnahitaji. Pia kuna akaunti za kibinafsi. Kumbuka, ndani ya mfumo wa DreamSave kwenye akaunti za kibinafsi, unaweza kuchagua kutunza kiasi zaidi ya kilichowekwa na katiba. Kiasi hiki kitakuwa tofauti na uwekaji wa akiba wa kikundi. Kuchagua, bonyeza kwenye kiboksi hapo. Na baada ya hapo utaminya ijayo. Kipengele kinachofuata ni faini. Hapa utachagua faini zinatakiwa zijazwe kwenye mfuko gani, kati ya mfuko wa mkopo au mfuko wa jamii. Mimi nitajaza mfuko wa mkopo na nitaminya ijayo. Kipengele cha mwisho ni kipengele cha risiti. Mwisho, chagua kama wanachama wapokee taarifa na risiti za utunzaji wao wa fedha kutoka kwenye mfumo wa DreamSave. Kumbuka, kila mwanachama atapokea taarifa na risiti za utunzaji fedha wa binafsi na sio za wanachama wengine. Ukikamilisha, utaminya imekamilika.